Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika adhimisho la Dominika hii ya Utatu Mtakatifu. Dominika hii tunaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu ili tuweze kuonja uzuri na ukuu wa Mungu, upendo wake na huruma yake kwetu katika kujifunua kwake katika nafsi hizi. Baba ni muumbaji wa vyote alivyoviumba na kuvidumisha vyote viendelee kuhuishwa katika yeye. Na Mungu Mwana ndiye mkombozi ambaye kwa huruma yake Mungu, kwa sababu ya udhaifu wa viumbe vyake, amependa kuwa katika nafsi hii ya pili ili wajidhihirishe kwa binadamu. Nafsi hiyo ilichukua binadamu wetu ili kuturudishia hadhi ya kuwa wana wa Mungu, ili kudhihirisha tena ule upendo wake Mungu na huruma yake, hata katika ule umoja wao usiogawanyika aweze kuturejesha sisi, maana maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Na Roho Mtakatifu ndiye mfariji ambaye daima anatukumbusha na kutuhimiza na kututakatifuza na kutupeleka na kusindikiza katika safari yetu ya maisha ya hapa duniani ili tuweze kumfikia Mungu katika ukamilifu wake. Utatu Mtakatifu ni fumbo ambalo ili tuweze kulifumbua vizuri daima tunapaswa kuwa katika njia ipasayo wokovu na tuweze kudumu katika imani, huku tukiwa hodari katika utume wetu na tukiendelea kumjongea yeye. Siku ambapo tutaonana naye uso kwa uso, fumbo hilo litakuwa wazi mbele yetu. Mungu ni fumbo. Kama asingelikuwa ni fumbo, basi asingekuwa Mungu. Hivyo anabaki kwa hivyo ili aendelee kudhihirisha ule ukuu wake na utakatifu wake kwetu sisi, ili na sisi tuendelee kupata ile hamu na kujawa ile shauku ya kuendelea kumjua yeye, ambaye kwake mwenyewe pia anapenda kutufunulia na kutuonyesha yale makuu yake tukiwa bado katika safari ya maisha. Pia tunaweka nia zetu mbalimbali mbele za Mungu, lakini tuungane na mahujaji ambao wao wamesafiri kutoka mbali, kutoka huko Dodoma, chuo kikuu cha Mtakatifu Yohane, wanafanya hija yao ya kiroho leo katika kanisa letu kuu ili la Bikira Maria palizo mbinguni, wakiwa na shauku ya kupata yale Mungu aliyopenda kutufunulia katika Utatu Mtakatifu, waweze kupata neema na rehema zake ili wa siku moja waweze kufunguliwa fumbo hili takatifu, fumbo la ukuu wa Mungu kwetu sisi wanadamu, upendo wake na hata kule ule umoja usiogawanyika ambao unatudhihirishia sisi ya kwamba itupasa kuwa wamoja pia katika kumwelekea yeye. Tukiri dhambi zetu. Yeah.
ninayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Neno la Bwana. Wapendwa, karibuni katika tafakari ya siku hii tunapoadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu kwenye mfululizo wa mzunguko wetu wa mwaka C wa Kanisa. Leo tunafunguliwa kwa kupitia maandiko matakatifu habari za huyu Mungu aliyejidhihirisha kwetu katika Utatu Mtakatifu. Ni fumbo. Kanisa linafundisha la kwamba fumbo hili limepaswa kuwa hivyo ni fumbo kwa sababu kwa akili ya mwanadamu hawezi kufikia ule uzuri wa Mungu mpaka Mungu mwenyewe apende kufunua. Na hata hivyo ni upendeleo wa ajabu na wa pekee kwa namna ambavyo ametushirikisha mema na mazuri na huruma na upendo wake. Pamoja na kwamba bado amebaki kuwa ni fumbo, lakini yapo mambo ameyadondosa kwetu ili tuweze kulifahamu fumbo hili katika ukuu wake na uzuri wake. Mungu ni mmoja, lakini amejidhihirisha katika nafsi tatu ambazo hazijawahi kugawanyika. Nafsi hizo tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, zipo katika uwamo mmoja, perichoresis. Wanaita uwamo mmoja wa Mungu mmoja asiyegawanyika. Lakini kwetu sisi kajifunua hasa katika nafsi ya Mwana ambaye alitwaa ubinadamu akafanana nasi katika kila jambo isipokuwa kuwa na dhambi. Hapo ndipo tunapata tofauti. Tofauti hiyo iko katika nafsi kujidhihirisha katika utendaji wao. Utendaji wa hao wote, nafsi hizo tatu, ni katika umoja wao, katika uwamo mmoja, lakini katika utendaji tofauti. Mungu Baba ameumba kila kinachoonekana. Ameumba ulimwengu, ameumba sayari, ameumba galaksi, ameumba nyota, ameumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwa macho yetu. Kwetu sisi tunasema havionekani, lakini kwa Mungu vinaonekana. Lakini kwa kuwa mwanadamu amevuviwa ile hali ya kutaka kufahamu ukuu huu wa Mungu, hata baadhi ya vitu visivyoonekana mwanadamu ametumia njia mbalimbali ya kuvichunguza na kuviona. Wapo wanaochunguza mwenendo wa sayari angani, wapo ambao wanachunguza aina ya wadudu wadogo sana ambao hawaonekani. Na miongoni mwao labda pengine tuko nao hapa, hao wanataaluma wanaotoka katika chuo kikuu cha Mtakatifu Yohane. Wengi wao hapa ni watabibu. Wanajua namna ya kuchunguza virusi, namna ya kuangalia bakteria wanaodhuru miili ya watu. Lakini pamoja na hayo hawajaacha kupata ile hamu ya kutaka kufahamu habari za Mungu zaidi na kujitoa katika mapaji mbalimbali katika huduma na utume wa kanisa kwa njia ya uimbaji. Naomba tuwapongeze. Naona toa sadaka yao na muda, pamoja na kwamba ni kazi nyingi wanazo nyingi za kusoma na kufanya kozi pamoja na mengine mengi ya kukamilisha, lakini hawajaacha kumwabudu Mungu wao na kumtumikia katika nafasi hiyo ya uimbaji. Akudhihirishia kwamba bado ule ukuu wa Mungu ambao anajidhihirisha katika umoja usiogawanyika unatenda kazi kwa namna ya ajabu kati yetu sisi sote. Ndugu zangu, katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 234, namba 253 na namba 256
inatudokeza habari za Utatu Mtakatifu, ya kwamba ni Mungu mmoja, hatuna miungu watatu, lakini ametenda kazi katika nafsi tatu. Baba, kama tulivyodokeza, ni muumbaji kwa yote yanayoonekana na yasiyoonekana, na Baba ndiye aliyemzaa Mwana tangu milele yote. Katika umungu wake alimzaa Mwana katika umungu wake, na hata ndiye aliyemtuma Mwana. Mwana anazaliwa na Baba, lakini baadaye anatumwa na anatoa hali ya binadamu ili awakomboe wanadamu waliokuwa wadhaifu, walioanguka kwa dhambi ya asili, dhambi ya kwanza ya wazazi wetu. Mwana baada ya kuchukua ubinadamu wetu anaendelea kuwa mtu kweli na Mungu kweli. Amebaki kuwa mtu tangu akapata ule mwili toka tumboni mwa mama Bikira Maria, hakuuacha hata baada ya mauti, baada ya kifo chake na kukaa siku 3 kaburini. Alipofufuka, alifufuka na mwili ule ambao sisi tuliutoboa. Sisi binadamu ndio tulihangaika kutoboa mwili ule, na ni mwili wa binadamu mwenzetu Yesu Kristo, lakini aliyekuwa ni Mungu na bado ni Mungu. Hata alipopaa kwenda kwa Baba milele yote, hakuuacha mwili huo uozee, aliendelea kuchukua akaenda nao mbinguni. Baadaye mwanadamu mwingine aliyepalizwa mwili na roho ni Bikira Maria, ambaye kwa sehemu kubwa alimpa Yesu mwili ule aliopanda nao kwenda kwa Baba. Amebaki kuwa shahidi na amebaki kuwa wakili wetu kwa kuonyesha alama zile alizoteswa kwa niaba yetu ili sisi tupate kupona. Huu ndio upendo wa Mungu kwetu, ambaye amejidhihirisha katika nafsi ya pili, lakini baadaye anatuahidia Roho Mtakatifu ambaye atatufundisha na kutukumbusha na kuendelea kutufundisha mapya na kuendelea kututakatifuza, kutufariji, kutusindikiza katika safari yetu ya maisha. Safari yetu tulio katika bonde hili imejaa mahangaiko mengi. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutupenyeza katika mahangaiko hayo. Anaweza kutushika mkono, anaweza kutuimarisha katika imani yetu, anaweza kutukuza tena utu wa mwanadamu urudie katika asili yake ya kuwa yeye ni kiumbe kinachowaza kuhusu na kinachoamini na kinachosadiki na kinachoendelea kufuata njia ya wokovu kwa namna ya kuangaziwa kwetu, kwa namna ya mwangaza katika Roho Mtakatifu. Uwepo wa Roho Mtakatifu katika kanisa una uwepo wa Mungu Mwana aliyejifunua kwetu. Hayo yote yanadhihirisha jinsi Mungu anavyopenda kukaa na wanadamu, na furaha ya wanadamu inakamilika pale Mungu anapokuwa katikati yao. Hata katika kanisa tangu mwanzo mitume walikiri Utatu Mtakatifu katika sala ya nasadiki ile ya mitume. Tunafahamu nasadiki ziko aina mbili, japo iko nyingine nyingi ambazo iko na Mtakatifu Damasi, lakini iko nasadiki nyingine inaitwa ile ya Didache, ambao watu wanakiri Utatu Mtakatifu tangu mwanzo wa kanisa. Utatu huu Mtakatifu baadaye unapoelezwa zaidi katika nasadiki iliyoandaliwa na mtaguso wa Nisea mwaka wa 325 baada ya Kristo. Inaweka wazi namna Mungu anavyopenda kujidhihirisha katika huu utatu, lakini bado yuko katika umoja usiogawanyika. Katika Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26, Mungu anaposema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Hili linadhihirisha jinsi Mungu anapoongea katika wingi, sio katika umoja. Tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Na jambo kama hili linatendeka ili Mungu kudhihirisha ukuu wake katika ule utatu na umoja usiogawanyika. Hafanyi peke yake. Mungu Baba hafanyi peke yake, anasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wake. Mungu anapenda kuwa wanadamu wawe na umoja pia. Lakini hili nalo linadhihirishwa katika Agano la Kale
kwa namna ambavyo nabii Isaya anaonesha jinsi anavyomtaja Mungu katika utatu. Anarudia neno mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Anaona majeshi ya malaika wanapoimba mtakatifu, mtakatifu, linarudiwa neno hilo mara 3 ili kudhihirisha ule ukuu wa Mungu. Na jambo lolote linalodhihirisha hilo basi linaelezwa kwa namna ya mkazo wa namna hiyo. Roho wa Bwana alikuwa juu ya uso wa maji. Tunasikia jinsi Roho Mtakatifu anapotenda pamoja na Mungu Baba. Kabla ya mambo mengine yote kuumbwa, tunaambiwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 2, Roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya kilindi cha maji, kulikuwa utupu na ukiwa, hakuna chochote kilichoumbwa. Roho pamoja na Baba na Mwana wanahusika katika uumbaji. Pamoja na kwamba kazi ya uumbaji yote inapewa heshima hiyo kwa Mungu Baba, lakini wote katika nafsi zote tatu, hakuna nafsi iliyokuwa nyuma ya nyingine, kwa zote zinatenda pamoja. Mungu angependa kutuokoa kwa namna nyingine yoyote, angeweza tu kutuchukua kwa namna nyingine, lakini alituonesha ukombozi wetu ulipatikana kwa namna ngumu, namna ya mateso, kifo, na baadaye ufufuko, uthabiti wa moyo, ufufuko, moyo usiotikiswa tena. Baada ya kupitishwa katika magumu na dhiki ya namna hiyo, dhiki takatifu. Zipo dhiki za aina nyingi. Napaswa kujua kwamba zipo dhiki takatifu na dhiki ambayo sio takatifu. Tunapokuwa na dhiki takatifu, mshukuru Mungu, udumu katika imani, usife moyo, usivunjike wala usikate tamaa. Kwa sababu dhiki takatifu itatupatia sisi uthabiti wa moyo. Lakini zipo dhiki ambayo wanadamu baada ya kukataa mpango wa Mungu na kujichukulia njia zetu, tumejipatia dhiki ambayo inatuletea adha kubwa, lakini maangamizi ya roho na maangamizi ya miili yetu. Ndugu zangu, tumwombe Kristo atujalie tupate, hata kama tunapata dhiki, basi iwe ni dhiki takatifu, dhiki ambayo inatupatia sisi uthabiti wa moyo, dhiki ambayo itafumbata katika imani ya kweli. Na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini.
tena akikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
mpange siku zenu katika amani yake